Wacha kidogo nikueleze kuhusiana na historia fupi ya Msafiri. Msafiri ambaye alikuwa akisafiria gizani, lakini giza lenyewe alikuwa la kawaida, bali la akili iliyochanganyikiwa, la bipolar, la mawazo yaliyokataa kugawanyika na hisia zilizokataa kuambatana. Alitembea akiwa amebeba uzito wa dunia kifuani mwake, lakini kila hatua aliyopiga kwake ilikuwa ni ushindi. Wengi walimuona mgonjwa na wengine wakamuona kama ndo kifaa cha kufanyia majaribio, wakati kwake yeye kilikuwa ni kipindi cha ufafanuzi mkubwa kuwahi kutokea katika ndoto ya aina yoyote ile. Kwa baadhi ilikuwa kama ni mtu mwenye dalili mbalimbali za shida ya afya ya akili. Wakati huo huo, wengine wakaona kama ndio kigezo cha kutumia moja kati ya njia tata sana za matibabu inayoitwa ECT. Lakini kwake yeye ndio ulikuwa unafunguka mlango wenye ufafanuzi mkubwa mno. Akaona apambane na nafsi yake, si kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kushindana na wengine, bali ni kwa sababu alikuwa anahisi hakuna neno hata moja ambalo lingeweza kuelezea anayoyapitia. Siku moja alihisi uko juu na upepo ukimwimbia lullaby ya matumaini, lakini zipo siku ambazo alihisi mawimbi ya bahari yanamvuta kwenye kina kirefu kisicho na kifani. Bipolar walimwambia, lakini sio tu bipolar, bali ulikuwa ni moyo ambao unatamani kueleweka, akili iliyotamani kupumua nje ya mipaka ya kile ambacho wao wanahisi kimemsibu. Na bado ya kukata tamaa, aliendelea kuelimika, kuandika na kuzungumza, sababu aliamini kupona sio mwendo moja kwa moja, bali ni mduara wenye mshangao, maumivu na hatimaye kuja kukubalika. Hakuwa na haja ya kuwa mtu mwingine. Alijua sasa amani si kutokuwa na matatizo, bali ni kuwa huru hata ndani ya mapambano. ارحم القتلى